Kwanza tutakurudisha Mungu shukrani of course kwa fursa nyingine ya kurejea katika ligi letu kuu. Najua tumekuwa katika break ile ya CRDB Cup of course, ambapo tulikuwa na team ya Songea na tukaweza go through by 3-1. So saizi tunarejea NBC Premier League kwa mechi yetu dhidi ya Simba. Of course sisi kama Singida Black Stars, matarajio yetu na utaratibu wetu na mpangilio wetu kwa muda huu, tuko motivated kwa sababu tunacheza nyumbani, kwa sababu unajua ni kila dream ya kila club kukua katika fursa ambayo tuko nao wakati huu. So ni vizuri kurudi Singida. Nafikiria mashabiki wetu wanaona kuwa timu inajitahidi jinsi ambavyo inafaa kwa muda huu. Of course kitu muhimu ambalo tunalitazama muda huu ni kujaribu kubounce back, kwa sababu last match katika ligi of course hatukuweza kuchukua point 3, lakini kwa wakati huu tunajua pia mpinzani ambayo tuna face ambaye ameweza kufanya improvement kubwa sana katika kikosi chao. Yani inajaribu kumaanisha kuwa ukiangalia katika ile mini transfer break ambao Simba wamefanya, wameleta wachezaji wapya na saizi wanacheza na intensity ya juu, especially very direct na pressing style. So nafikiria sisi kama Singida Black Stars muundo wetu ni ule ule. Tungependa tuweze ku make sure that organization yetu ni nzuri na tuweza cheza kwa hali iliyo bora zaidi. Asante. Basi nikaribishe maswali kwa yote ambaye ana swali aweze kumuuliza kwa ajili ya kupata taarifa mahususi. Karibuni sana waandishi wa habari. Yote mwenye swali anyoshe, karibu Robert. Mwalimu, mchezo uliopita wa ligi kuu kucheza dhidi ya Yanga na wajiona nyumbani. Safari hii kucheza na Simba. Kuna nyota ambao kuwepo katika mchezo uliopita. Kwa maana ya Hamasa Basuri pamoja na Khalid Aucho. Lakini kwa taarifa zilizopo, wachezaji hao wameondolewa adhabu ya miezi 3. Bila shaka watakuwepo katika mchezo kesho. Pengine record chako utaenda kuongeza kitu? Yeah, of course kwa muda huu swali lako nzuri, but kitu ya maana pia tunaangalia vile kuna wachezaji ambao tulikuwa nao katika injury list na ndio wanarejea katika mazoezi wiki hii. So not only our wachezaji but kwa sasa hivi kama Singida Black Stars sisi tuko na wachezaji wote at our disposal. So kitu muhimu ni kuwa every time wakati tuna face mechi ngumu kama ya ligi ambayo mechi ambayo ilipita na mechi huu ambayo tunacheza na Simba, of course wameimprove zaidi, na sisi kama Singida Black Stars kulingana na quality ya wachezaji ambao tuko nao 30 players, nafikiri kila mchezaji wote ambao tumesajili wanatupea uwezo wa kuweza ku make sure that tuna respect mpinzani ambayo tuna face, but at the same time ni ku continue. Unakumbuka kuwa tulianza ligi slow, but sasa hivi tumeanza kuwa stronger also katika collect zile points ambazo ziko mbele yetu. Kwa hivyo tutafanya our best based na personnel ambao tuko nao. Karibu. Mwalimu, vipi morale ya wachezaji kuelekea mchezo huu? Yeah, of course kwa muda huu nafikiri si kama Singida Black Stars I think tumejiestablish vizuri. So nafikiria ni unaweza kaisema ni mechi ya state ya CAF, kwa sababu sisi tunacheza back to back matches ukiangalia of course na one of the title contenders na pia sisi vile kama Singida Black Stars tuna feel pia sisi ni a title contenders. So kitu muhimu tu motivation yetu ni pointi 3 kwa zile mechi ambayo tuna face. Tuna treat zile mechi zote kwa nidhamu ambayo inaeleweka ama respect ambayo inaeleweka, kwa sababu kila mechi ina point 3. So kwa muda huu nafikiria motivation ni zile point 3 za mechi. Mwalimu, ukiangalia mchezo uliopita ingia mara nyingi kwenye box ya mpinzani, lakini matokeo ya kubadilisha zile nafasi kwa goli ilikuwa tofauti na matarajio ya watu wengi. Safari hii mmekutana na Simba, mmerekebisha kiasi gani leo hii? Yeah, kitu muhimu ni kuwa analysis ambayo umefanya ni vizuri. Of course sisi jinsi ambavyo tuna develop play, ukiangalia hata mechi ambayo ilipita nafikiria katika dakika 7 dakika 2 tulikuwa na big opportunity, big chance. Of course muundo wetu every time itatupea hii possibility. So sisi kama wakufunzi
Of course tunapea wachezaji wetu ile rallying call katika mechi hizi ambalo tunacheza. Individual brilliance of course itakuwa ya muhimu zaidi. Hatuna issue na of course kukuja katika box because tuko na variation ya offensive play, so kitu muhimu ni make sure that tunafanya organization yetu that to concede easily. At the same time kitu muhimu ni kuwa make sure that wachezaji wetu wanakuwa katika ile awareness, umakini mzuri na composure, kwa sababu kufunga goli si rahisi, sawa, lakini vile vile unahitaji wachezaji ambao wako na umakini, especially wakiingia katika box ya mpinzani, kwa sababu pale tunasema kwa lugha ya kimombo, katika box ya mpinzani ni less time less space. So inamaanisha lazima waweze kusoma mechi moves na kuweza kuunderstand of course wapinzani wetu wanajaribu employ which kind of defensive organization. Lakini kitu nzuri zaidi ni kuwa tutakuwa na face Simba ambao hawachezi nyuma, so the only place wanacheza mid block, so inatupea possibility that wachezaji wetu through the individual brilliance kujaribu kwa motivate wa kuwa na good vision that kesho wanaweza kuwa na utulivu, then waweze kutafuta goli ambalo tunahitaji. Mwingine mwenye swali? Kwa jina naitwa Benedict Haule. Sisi kwa upendo wetu wachezaji tunashukuru kwamba Mwenyezi Mungu kwanza katuamsha salama kuweza kufanya mazoezi yetu asubuhi, tumeweza kumaliza. Lakini kikubwa ni kwamba tunashukuru walimu wetu kwamba wameweza kutupa mbinu kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho, jinsi gani tuweze kuenda kwa madhaifu yao ili tuweze kushinda mechi yetu ya kesho. Karibuni kwa ajili ya maswali kwa mchezaji. Unawaahidi nini wa mashabiki siku ya kesho? Kesho mashabiki tunawaahidi wale mashabiki wa Singida na nje ya Singida kwenye viunga vyote waje support, kwa sababu wanajua huu mchezo ni mkubwa, tunacheza dhidi ya wapinzani wetu Simba na wanajua mechi haiwezi kuwa rahisi, lakini tunaahidi wao wakija kutuongezea nguvu, tunaamini kwamba mechi yetu itakuwa rahisi, kwa sababu tutapata motivation ya kuweza kushinda.